Usiwaamini watu wa aina hii. Maisha yanatufundisha mambo mengi kadiri tunavyoendelea kukua. Moja ya somo kubwa ambalo watu wengi hulijifunza kwa maumivu ni hili: si kila mtu anayesema amebadilika kweli amebadilika. Kuna watu ambao maneno yao ni mazuri sana, lakini tabia zao hubaki vile vile. Wanaweza kukuomba msamaha leo, wakakuahidi kesho hawatarudia tena, lakini baada ya muda mfupi unagundua kwamba hakuna kitu kilichobadilika. Ndiyo maana hekima ya maisha inasema, usiangalie sana maneno ya mtu, angalia tabia yake, kwa sababu tabia ndiyo inaonyesha ukweli wa mtu, si maneno yake. Na katika maisha kuna aina fulani za watu ambao hata wakisema wamebadilika, ni busara kuwa makini sana nao, si kwa sababu unachukia watu, bali kwa sababu unalinda moyo wako, muda wako na maisha yako. Hizi ni aina 5 za watu ambao unapaswa kuwa mwangalifu sana kuwaamini, hata kama wanakwambia wamebadilika. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom. 1. Mtu anayependa kusema uongo mara kwa mara. Uongo ni tabia hatari sana katika maisha ya binadamu. Mtu anayesema uongo mara moja anaweza kuwa amekosea, lakini mtu anayesema uongo mara kwa mara anaonyesha kwamba uongo umegeuka kuwa sehemu ya maisha yake. Watu wa aina hii mara nyingi huwa na maneno matamu sana. Wanaweza kukuahidi mambo mengi, wakakuambia wanajuta kwa yale waliofanya na kukuhakikishia kwamba sasa wamebadilika. Lakini mara nyingi baada ya muda unagundua kwamba bado wanaendelea kusema uongo ule ule. Ukweli ni kwamba mtu ambaye amezoea kusema uongo habadiliki kwa urahisi. Inahitaji muda mrefu sana, nidhamu kali na uamuzi wa kweli kutoka ndani ya moyo wake. Kwa hiyo, ukikutana na mtu ambaye mara nyingi alikuzoea kukudanganya, kuwa makini sana hata kama anasema amebadilika. 2. Mtu anayevunja ahadi zake mara kwa mara. Ahadi ni jambo muhimu sana katika uhusiano wa watu. Mtu anayeheshimu ahadi yake anaonyesha kwamba anakuheshimu na anaheshimu maneno yake. Lakini kuna watu ambao hutoa ahadi kwa urahisi sana na kuivunja kwa urahisi zaidi. Leo wanakuahidi kitu, kesho wanakibadilisha. Leo wanakuambia watakusaidia, kesho hawapatikani tena. Leo wanakuambia hawatakurudia kosa, kesho wanarudia tena. Watu wa aina hii mara nyingi hutumia ahadi kama njia ya kukufanya uwape nafasi tena. Lakini ukweli ni huu: mtu anayevunja ahadi mara kwa mara anaonyesha kwamba maneno yake hayana uzito, na mtu ambaye maneno yake hayana uzito anaweza kukuumiza tena bila hata kujali. Ndiyo maana ni busara kuwa makini sana na watu wa aina hii. 3. Mtu anayekuja kwako tu wakati ana shida. Katika maisha kuna watu wanaokumbuka uwepo wako tu wanapokuwa na matatizo. Wakiwa na shida, wanakutafuta, wanakuita rafiki, wanakuonyesha upendo mkubwa sana, lakini matatizo yao yakishaisha, ghafla wanapotea. Hawakupigii simu, hawajali hali yako, wala hawafikirii kukusaidia hata kidogo. Watu wa aina hii mara nyingi hawakuthamini wewe kama mtu, wanathamini kile wanachoweza kupata kutoka kwako. Na mtu anayekuona kama njia ya kupata msaada tu, anaweza kukuumiza tena mara nyingi, hata kama atasema amebadilika. Rafiki wa kweli hukumbuka uwepo wako hata wakati hana shida. 4. Mtu anayependa kuzungumza vibaya kuhusu wengine. Kuna watu ambao kazi yao kubwa ni kuzungumza vibaya kuhusu watu wengine. Kila wanapokutana na wewe, wanakuambia habari mbaya kuhusu fulani, wanazungumzia makosa ya watu wengine, wanakosoa maisha ya watu wengine, na wakati mwingine wanazua hata maneno ambayo hayana ukweli. Tatizo kubwa la watu wa aina hii ni kwamba kile wanachofanya kwa wengine wanaweza kufanya pia kwako. Leo wanazungumza vibaya kuhusu mtu mwingine mbele yako, kesho wanaweza kuzungumza vibaya kuhusu wewe mbele ya mtu mwingine. Ndiyo maana ni muhimu kuwa makini sana kuwaamini watu wa aina hii, hata kama wanadai wamebadilika. 5. Mtu hajawahi kukubali makosa yake. Mtu mwenye hekima huwa tayari kukubali pale anapokosea, lakini kuna watu hata wakikosea wazi wazi bado hawakubali. Watawalaumu watu wengine, watasema mazingira ndiyo yamesababisha, au watajaribu kugeuza kosa lao liwe kosa la mtu mwingine. Watu wa aina hii mara nyingi huwa vigumu sana kubadilika kwa sababu hawaoni kwamba wana tatizo, na mtu ambaye haoni kosa lake hawezi kulirekebisha.
Ndiyo maana ni busara sana kuwa mwangalifu na watu ambao hawajui kusema nilikosea. Na sasa, sehemu muhimu ya kuelewa. Hii haimaanishi kwamba watu hawawezi kubadilika. Kila binadamu ana uwezo wa kubadilika kama ataamua kwa dhati. Lakini pia ni muhimu kujifunza kutofungua moyo wako kwa urahisi sana kwa watu ambao tayari walishakuonyesha tabia zinazoweza kukuumiza. Kumbuka jambo moja muhimu sana katika maisha. Maneno yanaweza kudanganya, lakini tabia huwa haisemi uongo. Kama mtu kweli amebadilika, mabadiliko yake yataonekana kwenye matendo yake, si kwenye maneno yake pekee. Kwa hiyo, usikimbilie kuamini kila mtu anayesema amebadilika. Angalia kwanza tabia yake, angalia muda, angalia matendo yake.